mshindi kwenye tuzo Salome Investment. Digital Zai Team. Sabuni. Digital to hold you. Na mshindi kwenye tuzo ya mwanamke chuma 2025 kwenye sekta ya ujasiriamali ni Nairis Juice. Wewe unaweza kwa upekee ukabaki hapo. Ndugu mgeni rasmi, mwanamke chuma huyu anayemkabidhi tuzo leo hii, yeye ameonyesha kwamba hakuna mipaka. Historia yake ni ndefu sana, lakini alianzia kwenye biashara ya juisi na sasa ni mjasiriamali mkubwa kwenye upande wa aluminium. Hapo unapomwona anapanda juu ya mabati kuwezeka, anafunga madirisha aluminium. Huyu ni mwanamke chuma kwenye sekta ya ujasiriamali. Vigeregere na makofi mengi sana kwake. Ukishaipata tuzo tusogee hapa pembeni. Yes, huku. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu mgeni rasmi, na sasa ni mwanamke chuma kwenye sekta ya afya. Na mshindi kwenye tuzo hii ya mwaka 2025 ni Grace Nzagamba. Grace Nzagamba. Niombe mnaomsindikiza muweze kurudi kwa chini, mnaomsindikiza. Ndugu mgeni rasmi, dada yangu hapa. Ndugu mgeni rasmi, huyu ni mtoa huduma wa afya katika hospitali yetu ya manispaa ya Kahama. Ni mwanamke chuma ambaye yeye ameonyesha kwamba hakuna mipaka. Amehakikisha kwamba anatoa huduma kwa kadri iwezavyo. Ndugu mgeni rasmi, na sasa ni mwanamke chuma kwenye sekta ya keki na mshindi kwenye tuzo hii ni Joan Cakes. Joan Cakes. Mnaomsindikiza mnaishia hapo chini, safi. Ndugu mgeni rasmi, keki za mwanamke chuma huyu zinanyambuka nyambuka na tamu hata zikikaa siku tatu. Makofi mengi sana kwake. Ndugu mgeni rasmi na wote tuliopo hapa, mwanamke chuma 2025 kwenye sekta ya chakula na mshindi ni Bashite Catering Services. Bashite Catering Services. Na sasa ni tuzo kwenye sekta ya urembo. Ndugu mgeni rasmi, tuzo ilikuwa na heka kweli. Na mshindi wa mwanamke chuma tuzo kwenye sekta ya urembo ni Army Beauty Clinic and Spa. Army Beauty Clinic and Spa. Ndugu mgeni rasmi,
Mwaka huu 2025 mwanamke chuma, kuna tuzo moja tuliamua tuzo hii isishindaniwe kutokana na aliyekuwepo kwenye tuzo hii. Mwanamke chuma ambaye ameonesha hakuna mipaka, si tu kwenye sekta ya kilimo, lakini huyu ameonesha kuwa hakuna mipaka pia kwenye sekta ya madini. Wakati unazungumza hapa ulisema Kahama ina madini, na sasa kwa heshima na taadhima naomba nimuite mwanamke chuma kwenye sekta ya madini. Mshindi ni Mama Nakio. Mheshimiwa mgeni rasmi, huyu ni mchimbaji wa madini hapa Kahama. Mwanamke chuma, sekta ya madini, lakini si tu kwenye madini, ni mkulima pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa huu wa Shinyanga wapo viongozi mbalimbali wanawake, na tuzo hii ilionyeshwa njia na mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Mboni Mihita, ambaye yeye ni jemedari wetu wa kwanza katika wilaya yetu hii ya Kahama. Na sasa tuzo hii kwa mwaka huu inakwenda kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Ushetu Khadija Kabojela, tuzo ya uongozi, tuzo ya heshima. Amri jeshi wa leo Tanzania ni mwana mama. Spika wa bunge wa... Tapendeza tuzo hii mkakabidhi pamoja. Wilaya hii inaongozwa na mwanamama, na mwanamama ametengeneza safu yake nzuri. Tuna wakurugenzi wanawake wawili na wanafanya kazi kweli kweli. Dada yangu wa Msalala Rose Manumba, nafikiri kwa wakati wako nafikiri jambo litakuona baadaye. Makofi mengi sana kwa mkurugenzi wetu wa Msalala Rose Manumba, na tunakukaribisha sana wilaya ya Kahama. Yeye si mwenyeji sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu mgeni rasmi, sasa naomba uwape tunzo, tamtaja mmoja mmoja. Hawa ni wanawake ambao wao naomba nitumie neno hili, wakati pengine sisi tukilala, wao wako macho kuhakikisha mikoa yetu inakuwa salama. Na tuzo hii ya heshima ya kwanza inakwenda kwa mwenyeji wa mkoa huu, RPC wa mkoa wa Shinyanga, Janet Magomi. Makofi mengi sana kwa kamanda wetu wa mkoa wa Shinyanga. Usimuweke nyumbani mama, mwacha eja kavune. Kesho mtachangia watoto wasome. Niombe mshuke mnaosindikiza. Haya. Kwa kipekee kuna bodyguard wake yuko hapa. Safi sana. Na tuzo ya pili kwenye upande huu wa uongozi inakwenda kwa dada yangu RPC wa mkoa wa Geita 90.5 Gold FM, Sofia Jongo. Ni chuma, mwanamke chuma, mjenzi wa nyumba. Geita ni salama na wanasema atakaye na aje. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, hawa wameonyesha hakuna mipaka. Ndugu mgeni rasmi, katika wilaya yetu hii ya Kahama tumebarikiwa kuwa na majimbo matatu ya uchaguzi. Tunalo jimbo la Kahama mjini linaloongozwa na Mheshimiwa Profesa Jumanne Kibela Kishimba, lakini pia tunalo jimbo la Msalala linaloongozwa na Mheshimiwa Idi Kasim Idi, na tunalo jimbo la Ushetu linaloongozwa na Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani. Na kwa heshima na taadhima sasa nimuombe mwakilishi wa mbunge wa jimbo la Kahama mjini Abdul, katibu wake, pokee tuzo hii kwa mchango wao wabunge wetu hawa kwa wanawake katika majimbo wanayoyaongoza. Mwanamke sogoigoi, mwanamke mashine,
wekeza shuleni mwanamke, wekeza biashara mwanamke, wekeza migodini mwanamke, ufugaji na shambani mwanamke. Ndugu mgeni rasmi, nikuombe pia Abdul pasi na shaka kakaangu Mheshimiwa Idi Kasim Idi hayupo. Upokee tu. Nimombe mbunge wa jimbo la Ushetu kwanza, kwa kuwa pengine naye ana yake. Upokee tuzo ya pacha wako Mheshimiwa Idi Kasim Idi, mbunge wa jimbo la Msalala. Na sasa kule kwenye mwanamke chuma AMCOS, tumbaku kilo 100,000, wana milioni 800. Naomba sasa Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani, mtemi wa Ushetu, upokee sasa tuzo yako. Aha, wamekupa. Ya kwanza ni Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani, mbunge wa Ushetu, kwa mchango wake mkubwa kwa wanawake. Ndugu mgeni rasmi, nikushukuru sana na nikuombe walau kwa watu wa mbili mbele kupata picha ya kumbukumbu ya pamoja kama ishara ya kuhitimisha zoezi letu la utolewaji wa tuzo za mwanamke chuma 2025. Wapiga picha mtuongoze tafadhali. Wageni rasmi watatangulia mbele, kisha sisi washindi wa tuzo tuje mistari ya nyuma. Wageni rasmi, wageni wetu watatangulia mbele, sisi washindi wa tuzo tutafuata nyuma, isipokuwa wale viongozi wa kamati ya ulinzi na usalama. Tunyanyue tuzo zetu juu. Mwanamke chuma 2025, hakuna mipaka. Wekeza migodini mwanamke, ufugaji na shambani mwanamke, ni chuma mwanamke chuma, mjenzi wa nyumba na kila sekta navuma, ni chuma mwanamke chuma, mjenzi wa nyumba na kila sekta navuma. Mama mama. Ndugu mgeni rasmi, haya watu wa tuzo mtasalia, lakini ndugu mgeni rasmi na meza yako, isipokuwa wale tu waliopokea tuzo mtabaki hapo. Ndugu mgeni rasmi na meza yako, tunaomba mrejee mkaketi. Tuzo hizi za mwanamke chuma 2025 huwa zinafanyika kila mwaka mwezi wa 3, na mwakani pia mwezi wa 3 zitafanyika tuzo hizi. Mwaka huu zimefanyika kwa mwezi huu kutokana na matukio yaliyokuwepo kwenye mwezi wa 3. Huenda mwakani mwezi wa 3 mwanamke chuma kwenye sekta mojawapo ukawa wewe. Na sasa hili zoezi